Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Sasa kwa kipindi cha Juni mpaka Agosti 2025, mwelekeo tathmini yetu inaonyesha kwamba hali ya baridi ya wastani hadi joto kiasi inatarajiwa katika maeneo mengi ya nchi yetu, na vile vile hali ya baridi ya wastani hadi baridi kali inatarajiwa katika maeneo mengi ya mikoa ya Kigoma, Tabora, lakini vile vile Rukwa, Katavi, Singida pamoja na maeneo ya magharibi mwa mkoa wa Dodoma. Na kwa ujumla tunatarajia kwamba hali ya joto la chini katika maeneo ya mwambao wa pwani ya kaskazini ambayo inajumuisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Tanga, lakini vile vile kaskazini mwa mkoa wa Morogoro na katika visiwa vya Unguja na Pemba, tunatarajiwa kwamba joto la chini litakuwa kati ya nyuzi joto 16 mpaka 24, lakini katika maeneo ya miinuko tunatarajia kwamba joto la chini linaweza kuwa chini ya nyuzi joto 12. Na katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki ambayo inajumuisha mikoa ya Kilimanjaro, Arusha pamoja na Manyara, hali ya joto la chini inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 10 mpaka 20. Lakini katika maeneo ya miinuko tunatarajia kwamba joto la chini litaweza kuwa chini ya nyuzi joto 10. Na ukanda wa ziwa Victoria ambayo inajumuisha mikoa ya Mwanza, Mara, Geita, Kagera, Shinyanga na Simiyu, kiwango cha joto la chini kinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 10 mpaka 18 katika maeneo mengi. Lakini magharibi mwa nchi yetu ambayo inajumuisha mikoa ya Tabora, Katavi pamoja na Kigoma, tunatarajia kwamba kiwango cha joto la chini kitakuwa kati ya nyuzi joto 10 mpaka 18 katika maeneo mengi. Ili hali kanda ya kati ambayo inajumuisha mikoa ya Singida na Dodoma, joto la chini inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 10 mpaka 20. Na nyanda za juu kusini magharibi, mikoa ya Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe pamoja na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro, tunatarajia kwamba joto la chini litakuwa kati ya nyuzi joto 6 mpaka 20 na chini ya nyuzi joto 6 kwa maeneo yenye miinuko. Na ukanda wa pwani ya kusini ambayo inajumuisha mikoa ya Mtwara na Lindi, joto la chini linatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 12 mpaka 20. Na kwa upande wa mkoa wa Ruvuma ni kati ya nyuzi joto 8 mpaka 16. Hata hivyo tunaendelea kusisitiza kwamba vipindi vya baridi zaidi vinatarajiwa hususa katika mwezi wa Julai. Sasa ufuatao ni mwelekeo wa upepo kwa ujumla kuanzia mwezi Juni mpaka Agosti. Tunatarajia kwamba upepo wa wastani utavuma kutoka kusini mashariki katika maeneo mengi ya nchi. Lakini vipindi vichache vya upepo mkali utakaovuma kutoka kusini hususa kwenye mwezi wa Juni na Julai pia vinatarajiwa katika ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na maeneo ya nchi kavu. Kwa upande mwingine, katika msimu wa kipupwe, vipindi vya mvua za nje ya msimu pia vinatarajiwa hususa katika ukanda wa ziwa Victoria, mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza na Simiyu pamoja na Mara, lakini upande wa ukanda wa pwani, mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, Mtwara, Lindi na Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, pia tunatarajia kwamba kutakuwa na uwezekano wa kuwepo kwa mvua za nje ya msimu. Sasa ufuatayo ni tathmini ya athari ambazo tunazitarajia. Na kwanza ni magonjwa yanayohusiana na hali ya ubaridi kama vile homa ya mapafu na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza ingawa kwa kiasi kidogo. Lakini vile vile hali ya vumbi linalosababishwa na upepo katika baadhi ya maeneo
inaweza kupelekea uwepo wa magonjwa ya macho. Sasa tunatoa ushauri ufuatao. Kwanza, tahadhari za kiafya zichukuliwe ili kulinda jamii dhidi ya magonjwa yanayoweza kusababishwa na hali ya baridi pamoja na vumbi. Wakulima pia tunaendelea kushauri kwa kuzingatia pia ushauri wa maafisa ugani, lakini kulima mboga mboga na mazao ya mizizi kama viazi katika maeneo oevu, lakini ni vizuri pia wakaendelea kuzingatia ushauri unaotolewa na maafisa ugani. Sasa Mamlaka ya Hali ya Hewa tunapenda kuendelea kutoa angalizo kwamba tutaendelea kufuatilia mifumo ya hali ya hewa na kutoa mrejesho kadri inavyohitajika na kadri inavyowezekana kulingana na miongozo yetu ya kazi. Na hivyo watumiaji wa taarifa za utabiri huu tunashauri na tunaendelea kusisitiza kwamba tuendelee kufuatilia, kuzingatia utabiri utakaokuwa unatolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa wa saa 24, siku 10 na mwezi, pamoja na maangalizo ambayo tutaendelea kutoa kadri inavyohitajika na tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa ambazo tutaendelea kutoa kadri inavyohitajika.